Hamasa zimeendelea kuwa kubwa katika kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Al-Masry kwa sababu kama unavyofahamu ni mchezo mgumu na ni mchezo ambao unaweza kuamua nani aende nusu finali na nani abaki. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Simba wako mguu mmoja nje kwa sababu ni wana madeni la magoli 2-0, magoli ambao wameruhusu kule nchini Misri ambako walicheza katika mchezo wao wa kwanza. Kwa hiyo kuna namna tu ambavyo Simba inabidi wajipange vizuri ili kuona utofauti wa matokeo ambao pengine kila mmoja anatamani uwe, lakini kiuhalisia inakuwa ni ngumu sana kwa sababu kiangalia the way approach ya Arabu ambao wanakwenda ugenini, wamekuwa na discipline nzuri sana, wamekuwa na upakeji wa basi ambao una aina nzuri ya uzuiaji. Kwa hiyo wamekuwa wakizuia sana kwenye engo za defense na kuweza kuwaletea manufaa makubwa katika mechi nyingi ambazo wamekuwa wakicheza ugenini. Kwa hiyo Simba wana kibarua, in short wana kibarua kigumu ambacho inaweza kuamua wao waende au wasiende, kwa sababu mpaka sasa hivi wameshatoa mguu mmoja, yani bado tu kuachia, yani kama nyuzi ndo ananing'inia kwenye nyuzi. Kwa hiyo ile nyuzi ikikatika tu wanaweza kuondoka, lakini pia wana nafasi. Uwanja wa Mkapa umekuwa ni uwanja ambao umetengeneza historia kubwa sana kwa klabu ya Simba kwa sababu wamekuwa wakifanya maajabu mengi na ambayo hayategemewi kwa sababu sijui kuna nini, lakini ni the way ambavyo wao wameamua kutumia uwanja huu wa nyumbani kuwa kama machinjio kwa timu ngeni ambazo zinakuja katika michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo kauli mbalimbali zimetolewa na wale ambao wanajaribu kuicheza hii mechi wamepewa onyo kali na CEO wa Simba na kuona ni namna gani ambavyo wanaweka mindset za wachezaji vizuri na kuona wanapambana zaidi. Subiri tuone, mechi ni saa 10 jioni na wataweza kuchomoka dhidi ya Al-Masry. Hii ni NTV.